Mgeni. Unachukua kiasi cha ziada cha dawa yako iliyoandikwa. Sio tu dawa iliyoandikwa, inaweza kuwa kiasi cha ziada cha dawa yako ya dukani. Pia dawa za mitishamba. Sababu tofauti za kwa hii overdose kimsingi ni wakati unachukua dawa nyingi pamoja. Inaweza kuwa kwa makusudi, inaweza kuwa bila kukusudia. Bila kukusudia ni wakati una dawa nyingi na unasahau kuchukua ni dawa gani ya kuchukua. Na unaweza kuchukua dozi mara 2 au mara 3 ya dawa hiyo maalum. Kwa makusudi ni wakati una msongo wa kimwili au wa kisaikolojia. Dalili na ishara mbalimbali za overdose hii zinaweza kuonekana. Inaweza kuwa kichefuchefu, inaweza kuwa kutapika, inaweza kuwa kuhara, inaweza kuwa mpigo wa moyo usio wa kawaida, inaweza kuwa ugumu wa kupumua. Wakati mwingine unaweza kuwa na mara moja. Ukipata mtu ana overdose, usiogope. Kwanza unapaswa kuwa mtulivu sana na kumlaza mtu huyo upande mmoja. Vuta mguu wake juu ili kiuno na goti lake liwe kwenye pembe ya digrii 90. Na sukuma kichwa na kidevu chake juu ili kisizibe njia ya hewa. Njia yake ya hewa inapaswa kuwa wazi. Angalia upumuaji wake, angalia mpigo wa moyo wake, kiwango cha mpigo wa moyo. Na unapoenda kwenye dharura, historia na uchunguzi wa kimwili utafanywa. Vipimo mbalimbali vya maabara vitafanywa. Jinsi tunavyoweza kuzuia overdose hii ni rahisi sana na muhimu sana. Kabla ya kuchukua dawa yoyote, soma lebo ya dawa hiyo husika. Ikiwa una overdose wakati wowote, tafadhali mwambie daktari wako. Inaweza kuwa ni kwa sababu ya dawa zinazofanana kwa sura au sauti. Dawa ambazo zinafanana lebo zao. Anaweza kukupatia mbadala. Hakikisha kwamba unahifadhi dawa zako zote katika eneo lililofungwa mbali na watoto. Na matokeo ya overdose hii yanategemea ni kiasi gani cha dawa umechukua, aina gani ya dawa umechukua na hali ya viungo vyako mbalimbali. Asante. Ni